Ni kama unaweza kusema mwaka 2025 umekuwa ni mwaka wa baraka zaidi kwa mkali Konde Boy kwa kuweza kuanza na mwaka kwa kufanya hits kali sana ambazo zimeufungua mwaka 2025. By the way, mwaka 2025 umeanza vizuri kwa mwanetu Harmonize akidhimiriki chati za muziki bana kwa namba za juu kabisa na zile bana trending za nafasi za juu kabisa kupitia platform mbalimbali. Sasa Furaha, wimbo wa mtaani. Sasa wimbo huu umekuwa maarufu kwenye sherehe, klabu na mitandao ya kijamii. Mashabiki wameupokea kwa mikono miwili kabisa kutokana na ujumbe wake ambao umekuwa kusherehekea furaha ya kweli inayokuja swala la mahusiano ya mapenzi, huku biti yake iliyotayarishwa na Kimambo kimfanya vizuri mtaani na redio mbalimbali, au sio bana? Sasa mbali na hilo, ngoma hiyo imeshinda bana tuzo ya mkali ya wiki kupitia kula za mashabiki kwenye Boomplay, kithibitisha umaarufu wake katika kisicho katika mkoaji huo. Me Too ya kwake Big Chams amempa shafu Konde Boy. Wimbo huu umemtambua au umetamba zaidi kwenye majukwaa ya kidijitali, ukishika nafasi ya kwanza kwenye YouTube, Apple Music, na ushirikiano wa Harmonize Abby Chams umeleta ladha mpya kwenye game ya Bongo Flava, ukionyesha ubunifu wa mdundo wa B-Boy ukileta maana halisi ya muziki unaopendwa. Harmonize amefanikisha kushika soko rote la kimuziki kibongo na kwenye digital platform, akiwalenga mashabiki mitaani kupitia Furaha, wapenda muziki kidijitali. Me Too, mchanganyiko huu unaofanya kuwa msanii mwenye mkakati bora wa ushindi mwaka 2025. Mashabiki wanasubiri hatua zake zijazo huku wakifurahia burudani zaidi kutoka kwa msanii huyo Tanzania. Ipi ni ngoma yako pendwa zaidi kati ya Furaha na Me Too? Tukutane kwenye sehemu ya comment hapo tuweze kufahamu Ospapen nini ambacho kinazungumziwa zaidi. Ngoma gani unaikubali, ya Me Too au Furaha ambayo ni ya kwake Konde Boy? Mimi naitwa Chris JR.